Oh yes, Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Karibu sana mahali popote unanitizama kutoka, na nashukuru Bwana kwa sababu ya wema na fadhili zake jioni ya leo. Mungu ambaye amefanya tukaweze kukutana nawe mahali hapa jioni kama ya leo, na ni matumaini yangu ya kwamba Mungu amekuwa mwaminifu katika maisha yako kama vile amekuwa mwaminifu katika maisha yangu. Majina yangu nafahamika kama Pastor Sami Mwangi, na mara tena nakuambia karibu sana ukaweze kukaribia ili tukaweze kuwa na wakati wa kujifunza, wakati wa kusikia neno la Bwana, maana ni Mungu mwema na ni Mungu mwaminifu. Poleni sana, jioni ya leo tumechelewa kidogo, dakika kadha pale, lakini ilikuwa katika hali ya kuhakikisha ya kwamba tumeweza kuweka mitambo ikiwa sawasawa, na ni matumaini yangu ya kwamba unaweza kunipokea vizuri kutoka mahali popote unanitizama kutoka. Na kwa hivyo nakukaribisha tena, na ninakuambia ya kwamba wewe ni mbarikiwa na wewe ni wa maana umechagua kuwa mahali hapa jioni ya leo katika jina la Yesu Kristo. Na kwa hivyo bila kupoteza wakati, ningetaka tukaweze kuingia katika maombi, na ili tukaweze kuingia katika somo la siku ya leo, tukaweze kubarikiwa pamoja, tukaweze kukua pamoja katika jina la Yesu Kristo. Unajua kila wakati huwa tunapopatana mahali hapa, huwa nakuambia ya kwamba tumepata nafasi nyingine ya kuelewa mawazo ya Mungu katika maisha yetu, na kuelewa kila Mungu alikusudia katika maisha haya kwa utukufu wa jina lake. Na kwa hivyo, kwa sababu ya wakati, niruhusu tukaweze kuingia katika maombi, na tutaweza kubarikiwa pamoja katika jina la Yesu Kristo. Baba, katika jina takatifu la Yesu Kristo, ninakushukuru Bwana, ninakuinua. Nasema ni asante, maana wewe ni mwema na hakuna Mungu mwingine kama wewe. Asante kwa ajili ya jioni ya leo ambayo Bwana umetupa kwa ajili ya utukufu wako na jina lako takatifu. Ninaomba Bwana jioni ya leo ukaweze Bwana kuwa mgeni wetu wa heshima. Bwana, tunapoenda kusikia wosia wako, naomba Bwana ukaweze kufungua mawazo yetu. We pray, oh God, that you are going to speak unto our minds, you are going to speak unto our situation, you are going to speak to this brother, you are going to speak to this sister, in the mighty name of Jesus. We welcome even the presence of the Holy Ghost to be among us this evening, oh God. Help us with understanding. Help us even as we grow, as we continue to study this word, for the honor and glory of your name. And it is in the mighty name of Jesus Christ that we do pray and we give thanks. And somebody said amen and amen and amen. Karibu sana katika jina la Yesu Kristo. Ninakukaribisha tena na tena mahali popote unanitizama kutoka. Wacha Mungu na akakubariki, wacha Mungu na akakuinue, wacha Mungu na akakutendee mema katika jina la Yesu Kristo. Ukifika pale, hakikisha ya kwamba pia umeweza kushare this broadcast, umeweza kukomenti pale, na najua ya kwamba Mungu ataweza kufanya matendo makubwa katika jina la Yesu Kristo. Pia najaribu kuhakikisha ya kwamba nimealika watu wawili ama watatu hapa ili wakaweze kuendeshana pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo tunapofanya hivyo, wacha tukaweze kubarikiwa, maana hivyo tu ndivyo unaweza ukasimama na hii huduma, na utaweza kubarikiwa na Mungu anaendelea kutuinua katika jina la Yesu Kristo. I want to talk about boldness, ama ushujaa kwa lugha ya Kiswahili, maana ni vizuri kuelewa. I said tutaendelea kujifunza haya mambo mpaka tukaweze kukamilika katika Bwana. You know, it is lack of knowledge that leads to destruction of God's people. Yani ni kukosa ufahamu ama kukosa kuelewa kunafanya Wakristo wengi waweze kujipata katika njia panda,
na waweze kujipata mahali ambapo pengine hata hawangeweza kupenda. And that's why we have purposed that we are going to read the Word of God, and we are going to make sure that every other day we have an opportunity to know what our God wants us to know in the mighty name of Jesus. And so this evening, I want us to talk about boldness. Boldness ni ushujaa katika imani na katika Ukristo. Wale ambao waliweza kufaulu na wale waliweza kupata ushindi ni wale waliosimama katika ushujaa. Kuna kipindi ambacho Yesu alipoweza kupaa mbinguni na akaweza kuacha wale mitume na akaweza kuwapatia amri ya kwamba nendeni katika dunia nzima mukahubiri injili iliyo njema na mukaweze kubatiza watu kwa maji na kwa Roho, wale ambao wameweza kukubali. Kukaweza kutokea wakati ama kipindi ambacho kilikuwa ni cha mateso makubwa sana kwa wale ambao walikuwa wanasema ya kwamba wanajiitanisha na Yesu Kristo. Na kwa hivyo kuna wale waliweza kuingiwa na uoga na wakaweza kwenda chini ya maji. But there are those who stood boldly and they proclaimed the gospel without turning back. Praise the name of the Lord. And so this evening I want us to talk about boldness. And I know boldness comes with self-esteem. Yani ile hali ya kujielewa na ile hali ya kuona ya kwamba wewe unafaa. Unasimama na unakuwa na msimamo, maana ndani yako. You know, the Bible says, God has not given us the spirit of fear. It is the devil who instills fear in the lives of Christians so that we can have that time for going back because we fear of what might happen. Praise the name of the Lord. And so many people, they struggle with self-confidence and they lack that self-confidence even to say of what they believe. Praise the name of the Lord. And I want to say this evening, although there will be so many challenges in this journey, although there will be those moments of setback, kuna wakati utajipata mambo yameweza kutokea, mambo yameweza kukupiga, mambo yameweza kukurudisha nyuma, lakini kuna haja ya kusimama imara. Maandiko inasema in the book of Acts of Apostles chapter number 4 and verse 13, now when they saw the boldness of Peter and John and perceived that they were uneducated and untrained men, they marveled and they realized that they had been with Jesus. You know, when we read about Peter and John, they were just common men. They were people who had no any good education, any education that can be quantified. Praise the name of the Lord. But these great men, they did great work. They stood, wakasimama na wakaweza kuhakikisha ya kwamba injili ya Bwana imeweza kukua. Na maandiko inasema ya kwamba wale waliokuwa pamoja nao waliposhuhudia ya kwamba hawa watu waliweza kusimama imara, they stood boldly and they proclaimed the greatness of Jesus Christ. Those who are with them or those who are around them, they marveled, ama wakaweza kushangaa ni vipi hawa watu wameweza kusimama, wameweza kushuhudia, wameweza kusema mambo makubwa, ili hali tunajua hawa watu hawajaweza kusoma. And so they stood, they were bold because they knew that Jesus was with them. Praise the name of the Lord. And so my brother, my sister, boldness is one of the characteristics that is required for every follower of Jesus Christ. Bwana Yesu na asifiwe. You know, when Peter spoke boldly, Peter and John, they spoke boldly, it was through this that the priests, the elders, and the rulers by that time of the Jews recognized
that they had been with Jesus. Maana waliweza kuelewa ya kwamba hawa watu hata kama hawakuwa wasomi, hakuna vile wangeweza kuwa na ushujaa wa kusimama na kushuhudia ambayo wameweza kuyaona ama ambayo wameweza kuyasikia kutoka kwa Yesu. Maana Yesu ni mwalimu, isipokuwa ya kwamba walikuwa na Yesu Kristo mwenyewe. And so sometimes, my brother and my sister, we need to engage our Lord Jesus Christ for us to be bold in things that we are witnessing today. Sometimes I challenge my fellow brothers and my sisters ya kwamba kama hakungekuwa na watu ambao walisimama imara, kama hakungekuwa na watu ambao walishuhudia matendo ya Yesu Kristo wakiwa wamesimama imara, leo sijui tungekuwa tunasoma nini, sijui ni nini tungekuwa tunajitia nguvu nayo. Na wewe jioni ya leo ukiwa pale, ukiwa ndugu, you are counted upon to stand boldly and proclaim the doings of the Lord. Praise the name of the Lord. Why do we need to be bold when we talk about Jesus Christ? In the book of Acts of Apostles, chapter number 4, and verse 29, the Bible says, "Now, Lord, look on their threats, and grant to your servants that with all boldness they may speak your word." The reason why I am standing here this evening in front of you, it is because I am bold of what the Lord Jesus Christ has put into my heart. Praise the name of the Lord. And so even those people who spread the gospel, if they were not bold, some of them, they went through a lot of tribulation. They suffered, they were beaten, they were insulted. Wengine wakashikwa, wakawekwa korokoroni, lakini waliweza kusimama imara, maana walielewa ya kwamba katika Yesu Kristo wanayo nguvu na wanayo haki ya kushuhudia ambayo wameweza kuyaona. In the book of Acts of Apostles, still chapter number 4 and verse 31, the Bible says, "And when they had prayed, the place where they were assembled together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit, and they spoke the word of God with boldness." So my brother and my sister, the boldness starts where you are filled with the Holy Spirit. And so the Holy Spirit becomes your teacher. Na kumaanisha ya kwamba yale ambayo utakuwa unayosema, yale utakayokuwa unayashuhudia, ni yale ambayo umeweza kuyasikia kutoka kwa Mungu pekee kupitia Roho wake Mtakatifu. In the book of 2 Corinthians chapter number 7 and verse 4, chapter 3, 2 Corinthians, chapter number 3 and verse 12, the Bible says, "Therefore, since we have such a hope, we use great boldness of speech." Yani ya kuwa kwamba tuko na tumaini kubwa, nasi tumeweza kupata ushujaa wa kusimama na kuongea yale Yesu ameweka ama amefanya ndani yetu. Maandiko inamzungumzia mama mmoja ambaye anajulikana kama Msamaria, mama aliyekuwa Msamaria. Na maandiko huwa inasema ya kwamba alipoenda katika kile kisima kuteka maji, the Bible puts it very clear, until she had an encounter with Jesus. That is when she got the courage. That is when she became bold to go to the villages to say of a man that she has met, a man who was not like the man she had spent her night with, a man that was different from those men she had interacted or she had affairs with there before. Because when we get into communion with the Christ,
we get the boldness to proclaim ya kwamba hata kama inakaa kuwa ngumu, kuna Mungu ambaye ako na uwezo wa kugeuza. Kuna Mungu ambaye ako na uwezo wa kutenda. Bwana Yesu na asifiwe. The book of 2 Corinthians chapter number 7 and verse 4. The Bible says, great is my boldness of speech towards you. Great is my boasting on your behalf. I am filled with comfort. I am exceedingly joyful in all our tribulation. You know, when we talk about boldness, inatupatia ile nguvu ya kusimama hata wakati kuna shida, hata wakati tunapitia magumu, tunakuwa na ushujaa wa kusema, najua Bwana hatatenda, najua Bwana hatatenda, hata kama itachukua muda, najua Bwana atatenda. You get that confidence and that conviction to proclaim that you know, even if it will take a little bit of time, I know my God is going to do it. I am bold because I have seen God doing it for others. I have seen God doing it for myself even before. Even in this difficult situation, I know my God will be together with me. And you know, the reason why I am talking about boldness this evening, nimepatana na watu ambao kidogo tu kuna kuja tumawibi tudogo, unapata huyo ameanza kusema, unajua, sijui ni kana kwamba Mungu ameniacha, sijui ni kama maombi yangu hayajibiwi, sijui ni kama bingu imefunga. But I know, and I have come to tell you, kuna wakati unaweza kuwa unaomba na unasikia ni kana kwamba bingu zimenyamaza, ni kana kwamba bingu zimeweza kufungwa. Lakini kile ninachojua, my brother, my sister, kuna Mungu ambaye behind the scenes, if you stand boldly and proclaim, God, I know, even in this fire, even in this trouble, even in this tribulation, I know, my God, you are working something behind the scenes. In fact, you provoke the heavenly response. Praise the name of the Lord. In the book of 1 Thessalonians chapter 2 and verse 2, the Bible says, but even after we had suffered before, we were spitefully treated at Philippi. As you know, we were bold in our God to speak to you the gospel of God in much conflict. Praise the name of the Lord. Paulo analiambia kanisa la Wathesalonike ya kwamba wao waliweza kupitia mambo magumu, wakaweza kupitia wakati ambao haukuwa mzuri. Lakini hata kama waliweza kupitia yale mambo magumu, yeye anashuhudia na anasema ya kwamba tuliweza kusimama imara. We stood bold in our God to speak to you about the gospel of God. Praise the name of the Lord. You know, sometimes overwhelmingly, we find ourselves overwhelmed by the situations and the occurrences of our day-to-day lives. Mpaka tunafika mahali tunaanza kudoubt ni kana kwamba Mungu ni kama siwa ukweli. Na ndio unapata watu wameweza hata kuingia kwa mambo mengi. Wameweza kujipata wanadanganywa, hata wanaingia katika vikundi ambavyo sio za kumtukuza Mungu. Maana walikosa kusimama imara. Walikosa kuelewa ya kwamba the word of God and the promises of God are yes and amen. Sometimes it may look to be tough. Sometimes your situation may look complicated before you and before men. But before God and before heaven, it is just a simple situation that you are going through. And if my brother and my sister, you stand bold enough
God is going to fight for you. God is going to come through for you. And God is going to make it possible for you to go through and become victorious. Praise the name of the Lord. So, wakati tunajipata katika hizi changamoto za maisha, ni vizuri tuelewe ya kwamba kusimama dhabiti, kusimama imara katika imani, kunafanya Mungu akaweze kuelewa na akaweze kusimama kwa ajili ya yale ambayo tunayopitia. Praise the name of the Lord. And I want to say this, no doubt, this is still true today. Like Paul is quoting when he is talking at the church at Thessalonica. Generally struggle with the idea of stepping out and sharing the gospel with unbelievers. Ni kweli. Maana unaangalia hali yako. Unaona nikana kwamba hata nikitokea pale nikaenda nikashuhudie, nikana kwamba watu wataona kama hata yule Mungu ninayemzungumzia haishi ndani yangu. Maana mambo yamekuwa magumu, watu wanakusema kule nje, unadaiwa hapa, unadaiwa kule, unakosa ile confidence. But I want to tell you, be bold enough even to walk out and tell people, hata kama mnaniona hivi, bado Mungu ni wa ukweli. Bado Mungu ni Mungu ambaye anatenda. In the book of Ephesians chapter 3 and verse 12, in whom we have boldness and access with confidence through faith in him. Unajua katika Yesu Kristo kuna yote. Mwimbaji mmoja akasema, ukimpata Yesu umeweza kupata vyote. And so we should be confident. We should stand tall. We should tell God, hata kama hapa naona nikana kwamba hakuna matumaini. Praise the name of the Lord. I am going to still hold on. I am going to still stand boldly and proclaim that you are still God. Even in this situation that seems to be so much stubborn, I will still stand boldly and proclaim that you are God and you are able God. You are God who can do even when others they have ruled out. You know, with men, they can even write you off. They can say, look, man, here, this guy is just trying to pretend that things are okay, and they are not okay. You know, and they try to pin you down because of what they know. But let me tell you, my brother, my sister, they may know that you are lacking today, but they may not know the extent of what God has prepared for you. They may be having your history, but they don't have your future. They may know your problems, but they don't have the solutions that God has for you in this life. Praise the name of the Lord. And so it is good to stand bold and proclaim that I know my God liveth. Kama vile Job, hata akiwa amepitia wakati mgumu, vitu vyake vyote vikaisha, watoto wake wote wakamalizika, alisimama akasema, I know that my Redeemer lives and I will see him. Hata kama kuko namna gani, kuwa na huu shujaa wa kusimama na kushuhudia ya kwamba najua Mungu atanitendea ama atatenda hata kama kuko namna gani. I want to read the last verse even as we wind up here, because I also want to conclude with others, bearing in mind today is our prayers day. Hebrews chapter 10 and verse 19, the Bible says, therefore, brethren, having boldness to enter the holiest by the blood of Jesus Christ, we have the direct access to approach the throne of mercy, to approach the presence of God, because Jesus Christ died for us, so that we may be bold to go before God and to tell God, our Father who is at heaven, listen, this is what me as your son, me as your daughter, I am going through. This is what, as your son, I am praying that you may do it in my life. Praise the name of the Lord. We should have that confidence to face our God. We should have that confidence to tell God, it is you that I want.
It is you that I rely into. Na bila kuogopa kokote, maana wakati Yesu alipomwaga damu msalabani, tuliweza kuelewa when we were talking about the blood of Jesus Christ. We got that direct entry ya kujipeleka mbele za Bwana, ya kujimwaga mbele za Bwana. Tukapata hiyo haki, tukapata huo uhuru wa kumwambia Mungu ya kwamba ninaelewa ya kwamba hata kama kuko namna hii, nimekuja tu, nimekuja ili ukaweze kusikiza kilio cha moyo wangu. Bwana Yesu na asifiwe. So we have that boldness to enter the presence of God. And the presence of God is the holiest of the holies. You know, before, tulikuwa hatuna haki ya kwenda mbele za Bwana. Tulikuwa either tupeleke maombi zetu kwa kuhani kama mimi, ili hayo maombi yakaweze kupelekwa mbele za Bwana. Lakini Yesu alipokufa msalabani, tukapata haki ya kuingia katika uwepo wake Bwana na kujimwaga pale na kusema yale yaliyo ndani ya moyo wetu, yale yanayotusinya. So Christ has given us that confidence, or that confident access through his blood. And so everybody tonight, you can go into the presence of God boldly, calling God your Father, because you know you have been redeemed by the blood of Jesus Christ. And God has made it possible for you by giving out his only begotten Son, so that you may be bold even as you approach God. Nimeona Wakristo ambao hawajiamini, ambao hawana huo usujaa wa kuelewa ya kwamba walifanyika wana katika ufalme, na kwa hivyo wako na haki ya kuitisha chochote ambacho wanahitaji katika haya maisha. When we are bold of God that we carry, when we are bold of the Jesus we carry. In fact, somebody sang somewhere and said, when you carry God, you carry everything. When you carry God, you carry everything. When you carry God, you carry everything. You carry everything. He is the owner of everything. In fact, the Bible says he is the owner of more than 10,000 cattle on a hill. And when you carry God, you carry everything. You have the confidence that tomorrow will be better than today. When you carry God, when you have God, you have everything, my brother. You have everything, my sister. And so, you don't need to fear. We are talking about boldness. And this boldness is boldness in Christ. And it is my hope that you are going to be bold even as you proclaim the doings of the Lord in your life. You shall be bold even as you approach the throne of mercy, because you are redeemed. The price was paid by the blood of Jesus Christ, so that you may have that direct access ya kusimama na kusema yale ambayo ungetaka Mungu na akakufanyie. Na kwa hivyo jioni ya leo, sijui ni jambo gani hilo ambalo limeweza kukusinya, ambalo limefanya moyo wako ukaweze kuinama. Elewa ya kwamba Mungu amekupatia haki ya kusimama na ushujaa mbele zake na kuyaleta ambayo yako ndani ya moyo wako. Unajimwaga mbele za Bwana, maana ni Mungu alikupenda kabla ya umpende. Kwa hivyo Mungu ameweza kukupatia haki kakangu, Mungu ameweza kukupatia haki dadangu, Mungu ameweza kukupatia haki wewe mtumishi wa Bwana, wa kuenda mbele zake na kumpatia yale ambayo yanaweza kukufinya. Na kwa hivyo jioni ya leo, kabla tuweze kumaliza, ni matumaini yangu ya kwamba umekuwa pale na umesikiza hili neno. Wacha ukachukue hatua ya imani, maana ni katika imani tunaamini mambo na yanaweza kutendeka. Ni katika imani na katika ushujaa tunaamini
na tunaelewa ya kwamba Mungu aliyetenda hata leo ako na uwezo wa kutenda, hata kesho ako na uwezo pia wa kututendea. Kwa hivyo tukasimame na tukaamini hata kwa yale yote ambayo tumeweka ndani ya mioyo yetu, tunayosema Mungu, ninahitaji ukanifanyie hili. Simama katika ushujaa, simama katika maombi ukiwa unaamini ya kwamba kuna Mungu ambaye atakutendea, kuna Mungu ambaye atafanya, maana yeye ni mwaminifu. Yeye sio mwanadamu. In the fact, the Bible says he is not a man that he should lie. When he says I am going to do it, when he says I am coming, he does exactly as his words, because he is a faithful God. Let us pray. Baba, katika jina takatifu la Yesu Kristo, jioni ya leo tuko mbele zako. Tunakuinua, tunasema ni asante, maana wewe ni mwema na wewe ni mwaminifu. Asante Bwana, maana umetembea pamoja nasi. Tangia siku ya Jumapili tulipokuwa katika hii platform, tumeona wema na fadhili zako. Tumeona Bwana ukitembea pamoja nasi. Na siku ya leo Bwana, kama vile neno lako limezungumza, tumekuja na ushujaa. We have come with boldness, knowing that you have made us sons and daughters in your kingdom. And so we have a right to request. We have a right to request our Father. And this evening, King of Glory, we want to bring all our requests unto you. Oh my Father and my God, ya kwamba ukakutana na hitaji la huyu mwanaume, ukakutana na hitaji la huyu mama, ukakutana na hitaji la huyu mwanalika, katika jina la Yesu Kristo. Tunakutumainia ewe Bwana, tunakungojea ewe Bwana, maana tunajua ya kwamba katika neno lako kuna haki, katika neno lako kuna ukweli. Wewe uliyesema ya kwamba tunapo fikwa na mambo tukakuita, nawe utatuitika. Bwana, tumekuja, tumemwaga mioyo yetu mbele zako. Tumemwaga mioyo yetu mbele zako Bwana. Ukakutana na kila hitaji la kila mmoja ambaye ananitizama kwa huu wakati, ambaye atakuja kutizama baadaye Bwana. Kakutana na mahitaji yangu kama mtumishi wako, maana Bwana ninakungojea na ninakutumainia. Asante kwa yeyote ambaye amekuwa katika hii platform. Ninaomba wema na fadhili zako Bwana zikawe nyingi katika maisha yake. I speak the blood of Jesus Christ kwa maisha ya watu hawa Bwana. Wacha ukatende mema, maana wewe ni mwema na hakuna Mungu mwingine kama wewe Bwana. Wacha ukaponye, wacha ukafungue, wacha ukainue Bwana, wacha ukabariki katika jina takatifu la Yesu Kristo. We are bold and we know that God you can do it. We are bold and we know that you are going, Jehovah God, to meet us at the point of our needs. Thank you because of everyone. I bless you and I glorify your name. For it is in the mighty name of Jesus Christ that we do pray and we give thanks. And somebody said, amen and amen and amen. 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 May God bless you. May God do you well. Katika jina la Yesu Kristo. Naelewa ya kwamba wakati nao umeweza kuyoyoma. Ni matumaini yangu ya kwamba umeweza kupik jambo moja ama mambo mawili ambayo yataweza kubadilisha maisha yako. In our next broadcast, tutakuwa tunaelewa ama tunajifunza how we can get that boldness. Hiyo ushujaa tutaweza kuipata namna gani? Na kwa hivyo usipotee sana, maana in our next broadcast we are going to discuss about how to get that boldness in Jesus Christ. I know tukisimama katika ushujaa, when we are bold, even the devil will not be there to intimidate us. You know, when you are bold, you know, hii ndio haki yangu. Ni kama mwana ambaye ameweza kupatiwa urithi wake na baba yake, na kwa hivyo ameambiwa kutoka hapa kwenda kule, huku ni kwako. Kwa hivyo hata ukiingia pale, akona haki na akona ushujaa wa kukuambia ondoka hapa, hapa ni kwangu, maana anajielewa. When we get that boldness, I will be talking about how to get that boldness in our next broadcast, so that we can grow together and so that God can be praised and God can continue to uplift us. So may God bless you. Have a good evening. Have a blessed week.
najua ya kwamba tutaendelea kuwasiliana. You can always check on this platform. You'll get a message there for you, and a message that will change your life, a message that will make your life never to be the same again, a message that will inspire you to believe more and to work more and believing in God more, because I know my God is a God who changes stories. He's a God who can change life. He changed mine, and I know He changed my story, and so I believe even yours, He can change it. He is continuing to change even my story more and more. He continues to change my life every other day. And I know even tonight, He gonna change somebody's story. He gonna change somebody's life in the mighty name of Jesus. So may God bless you. Have a good evening. Nakupenda sana, huwa nakuombea, na ni matumaini yangu ya kwamba nimekuwa baraka kwako. Ukiwa na hitaji lolote ama jambo lolote ungeweza taka tukaongee pamoja, kuna comment iko hapa. Hii comment hapa unaona nikipoint na kidole changu. Hiyo comment ambayo nimepin hapo, namba yangu iko pale, unaweza chukua pale ukanipigia, tutaongea, tutaomba pamoja, tutashukuru Bwana na tutaamini Mungu hata akayatende yale ambayo ameamua. Ni katika jina la Yesu Kristo. Shalom, shalom, shalom. Amen and amen. Bye bye.